mara moja. Kulikuwa na faili hapa ya Mr. Damian, iko wapi? Lipo kwenye meza ya Irene. Irene iko wapi? Bado hajafika. Nenda ofisini kwake kuniletea faili. Rina. Mbona hii faili toka jana hajafanya kazi? Sijajua maka ilikuwa kwenye meza ya Irene. Kwa nini mnakuwa wazembe? Hii kazi ni ya jana, haijafanywa kazi. Shida nini? Madam. Kwa hii faili ukaifanyie kazi na ulete taarifa zilizo sahihi. Baada ya saa moja. Nimekusubiria kwa muda sasa, mbona haufiki? Basi fanya kuwahi. Sawa. Samahani kwa kuchelewa. Kidogo ratiba ilikuwa ngumu, lakini nimejaribu, nimefika. Au nitakuwa sijakwaza. Nakujua na mambo mengi sana. Nivumilie mdogo. Jana nishindwa kuzungumza vizuri kwenye simu, lakini nishindwa kuelewana, ndio maana niko hapa. Nitakomba mdogo wangu. Wewe ni ndugu yangu. Nina imani kabisa huwezi kuniangusha. Lengo kuu ninataka kusafiri. Nafahamu hivyo. Ninakuachia hiyo ofisi yangu. Ninaamini utasimamia vizuri kabisa kimsingi. Ndio dada. Unajua kabisa mimi sina experience na uongozi. Sijasomea masuala ya management. Unapotaka unikabidhi ofisi yako, sidhani kama nitaweza kuongoza. Sina experience kabisa na uongozi. Toka nitoke chuoni sijajihusisha na mambo ya management. Sana tu mimi na dira kazi zangu basi. Mimi nilikuwa napendekeza. Unaonaje ukimtumia meneja wako akakaini ofisi yake utakaporudi? Kwa sababu yeye anajua kufanya kazi na anajua namna ya kuwaenda. Tofauti na mimi. Hapana. Ndio maana nikakuchagua wewe kwa sababu nina imani elimu yako utaongoza vizuri kabisa. Sawa. Lakini mimi pia nimetoka chuoni, niko na project mbalimbali ambazo nazifanya mtaani. Zinahitaji pia usimamizi wangu. Nahitaji nizifuatie kwa ukaribu zaidi. Ukinikabidhi tena hii ofisi, mambo yangu mengi yatafeli. Na kuna project itabidi nizisimamishe. Sioni kama kuna shida nitakuta macho ofisi ya meneja wako. Lakini kama wewe unahisi kuna lazima mimi kuwepo, anyway, mimi sina kipingamizi. Kwa sababu ni ndugu yangu, ni damu yangu, siwezi kukutuka. Sawa, tatizo lako kujiamini. Na ningependa kujua utakaa kwa muda gani? Tatizo lako una hofu sana. Nadhani miezi 3 au zaidi.
Okay, mimi sina kipingamizi. Kama umeniamini basi na mimi najiamini naweza kufanya. Isipokuwa tu natakiwa watu wako hapa ofisini waelekeze vizuri, pia weke mipango mizuri ambayo wataweza kunipa ushirikiano nitakapokuwa hapa ofisini. Au tukifanya kazi kwa ushirikiano na kitu kitakachoharibika. Haina shida. Hapo kila kitu kitakuwa vizuri. Na nitaanza lini kutekeleza majukumu? Kesho asubuhi naomba ufike hapa ili kufanya kazi. Okay, sawa. Ngoja nikajiandae ili nije nichukue ofisi hiyo kesho nianze kazi. Sawa, jitahidi sana kesho asubuhi. Okay. Kila la heri. Hai. Yes, ma'am. Kama mdau, ulikuwa wapi? Samahani madam. Jana nilikuwa tunafua. Hai mimi, kila siku kosi sababu. Tatizo nini? Nisamehe bosi. Halitojitokeza. Hai. Nimeshachoka na samani zako. Kila siku wewe wa kuchelewa, kila siku. Au umeshatoka kazi? Kila siku hauishi visingizio. Shida nini? Naongea na wewe. Samahani madam. Ni stage tu ilitokea. Lakini siku nyingine nitajitahidi. Niweze kuwahi. Ai, kuwa makini. Kuna watu wamesoma wako huko mitaani. Unachezea kazi. Alafu jana nimekupa kazi. Haijafanywa kazi mpaka unafanya nini? Nitaenda kufanya zoezi. Kuwa makini. Sasa mke wangu, ngoja mimi niwae msingi maana leo kuna kikao. Ndio unaondoka hivi? Ya, naondoka hivi nataka niende. Msogee bana. Sio. Unatoka ndani hata hujajitengeneza jamani. Sasa kwenye kikao watakuonaje jamani? Sio utakuona kama yaani sio una mke amejitambua. Si. Asante kwa kunijali. Hapa ndio umekaa kwa. Sasa unatoka tu ndani hata hujajitengeneza jamani. Sasa wewe ndio kio changu mke wangu. Basi sawa, utaniagia kwa sister. Haya poa. Wewe tena. Nimewaiteni hapa lengo kuu, nitakuwa nje kwa muda. Ofisi hii nitamkaimisha Mr. Mtakoba hapa. Mr. Mtakoba. Hawa ni wafanyakazi wa ofisini.
unaweza kuzungumza nao machache. Nashukuru kwa kunipa nafasi hii. Kwa majina rasmi naitwa Mtakoba Kalaba Mkama. Nitakuwa na nyinyi hapa kwa kipindi chote ambacho mkurugenzi wa kampuni atakuwa nje ya nchi hadi pale atakaporudi. Kwa hiyo nitakachohitaji kutoka kwenu ni ushirikiano wenu wa hali na mali, ili tuhakikishe kwamba kampuni tunaliweka katika mazingira salama na mkurugenzi hapa anarudi anakuta kampuni ikiwa linaendelea. Nashukuru sana. Asante sana. Manager, Naam. ninahitaji ushirikiano wako na Mr. Mtakoba. Karibu sana. Asante sana. Asanteni sana kwa ushirikiano wenu. Naweza kurudi kwenye kazi zenu. Asante sana. Naona umejitahidi kuajiri vijana wenye umri mdogo. Ni nguvu kazi ya taifa. Hongera kwa hiyo. Wanajitahidi, lakini si unajua tena mapungufu ya binadamu hayakosi. Sawa. Nitajitahidi kuwa nao karibu. Panapokuwa hapajaenda sawa mnarekebishana. Okay. Sasa basi mimi nataka hapa nikafuatilie pale pasipoti. Okay, sawa, hamna shida. Kampuni iko katika mikono salama. Kila laheri, Mungu akusaidie kuenda. Kwema. Marhaba. Jambo. Jambo. Mama umefikia. Usi yako ilikuwa Wifi alitoka asubuhi. Muda unaondoka kwenda kazini na toka nilipotoka asubuhi. ndio wajarudi. Baadaye na Toka asubuhi kaenda kuonea mpaka muda wa jioni. Okay, sawa.
Hivi wewe mwanamke, umeshaona huko ndani unatumudu wote, si ndio? Hivi toka asubuhi unaenda kuemea, yaani unarudi muda unaojisikia wewe. Koma wewe. Umenisikia? Naomba usiniulize hayo maswali. Unaniuliza kama nani? Anayefaa kuniuliza maswali ni mume wangu tu, sio wewe. Halafu unapoongea na mimi muongee na adabu. Yaani umeondoka toka asubuhi, unajua huko ndani umeacha watu na hawajala. Alafu unaenda unazurura wewe kwa muda wako unaona urudi nyumbani. Kweli? Hilo swali anapaswa kuniuliza mume wangu, sio wewe. Naomba unikome, umesikia? Alafu unaponinyoshia kidole